Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Naibu Kamishna wa Magereza DCP Luhende David Makwaia amewapongeza wadau wa elimu kwa kutoa michango mbalimbali pamoja na fedha taslim kwa walimu na wanafunzi wanaopata ufaulu wa daraja A na B katika somo la hisabati kwa lengo la kuwapa motisha na kutoa hamasa kwa walimu na wanafunzi kufanya vizuri. DCP Makwaia ametoa pongezi hizo katika mahafali ya 10 ya kidato cha 6 kwa shule ya sekondari Bwawani iliyopo halmashauri ya Chalinze mkoani Pwani, ambapo miongoni mwa wadau hao wa elimu ni mfanyabiashara na mfugaji Andrew Mela, ambaye mbali na kutoa mchango mkubwa katika shule hiyo ameamua kutoa motisha kwa walimu na wanafunzi wanaopata ufaulu wa daraja A na B ili kuongeza ufaulu wa somo hilo. Mdau huyu ambaye ameamua kuwekeza katika mustakabali wa elimu kwa kutoa zawadi kwa walimu wanaofanikisha ufaulu wa alama A na B katika somo la hisabati, na kupongeza sana kwa juhudi zako za kuwapa motisha walimu wanaofanya vizuri katika kutufundishia vijana wetu na kuweza kupata ufaulu huu. Hatua hii ni ya kupongezwa, kwani inawatia moyo walimu wetu na kuwahamasisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kwa hakika somo la hisabati ni msingi wa taaluma nyingi za sayansi, uhandisi na teknolojia. Hivyo motisha hii si tu inasaidia walimu, bali pia inawatia moyo wanafunzi kujifunza kwa bidii na kuona hisabati kama somo linalowezekana na lenye manufaa kwa maisha yao ya baadaye. Tunaamini kuwa kupitia motisha kama hii tutajenga kizazi cha vijana wenye maarifa na ujuzi wa kushindana katika soko la ajira za ndani na hata za kimataifa. Kwa niaba ya serikali, jamii na wadau wa elimu, napenda kusema hongera sana kwa mdau huyu mwenye maono makubwa. Tunathamini juhudi zake na tunamwombea aendelee kushirikiana nasi katika kuinua kiwango cha elimu kwenye shule yetu. Akizungumzia hatua hiyo ya kutoa motisha kwa walimu na wanafunzi, mdau huyo wa elimu Bwana Andrew Mela anasema, kwa upande wa elimu na hasa somo la hisabati, niliona niweze kupush maeneo hayo kutokana na kwamba mimi naamini hesabu ni kila kitu. Mara nyingi mitaala inatamkwa, lakini tunachotakiwa ni kuwawezesha kwanza walimu. Walimu wamekata tamaa sababu hawako, yani huko nyuma walimu walikuwa wanaheshimiwa, wanaaminika na wanakwenda kufanya kazi kwa kujitoa, lakini sasa hivi mwalimu anaingia darasani huko anafikiria huko mtaani kwenda kufanya moja mbili ili aongeze kipato. Kwa hiyo shida kubwa iko kwenye kuwezesha walimu. Katika hatua nyingine, DCP Makwaia amewasihi wahitimu hao kuepukana na makundi yasiyofaa, ambapo pia ameupongeza uongozi wa Bwawani Sekondari kwa kuanza kutumia nishati safi ya kupikia shuleni hapo, huku makamu mkuu wa shule SSP Ruben Mwakungu akielezea maendeleo ya shule hiyo. Lakini namba 2, mjitume na kuwa na nidhamu. Maisha yana changamoto, lakini kwa bidii, nidhamu na uadilifu mtafanikiwa. 3, kuwa na malengo. Jiwekeni malengo makubwa na fanyeni kazi kwa bidii ili kuyafikia na kuyafanikisha. Na 4,
Jihadharini na vishawishi. Maisha nje ya shule yana changamoto nyingi. Epukeni makundi mabaya na maamuzi yasiyofaa. Niupongeze uongozi wa shule kwa kutekeleza maagizo ya serikali na jeshi ya kuachana na matumizi ya kuni za kupikia chakula kwa wanafunzi, na badala yake mnatumia nishati safi ya kupikia ya LPG. Hongereni sana. Afande mgeni rasmi, leo ni siku muhimu kwa wahitimu wetu, kwani ni matokeo ya juhudi zao, nidhamu na bidii walizoweka katika masomo yao. Haikuwa rahisi, walikumbana na changamoto mbalimbali, lakini kutokana na ushirikiano uliopo kati ya bodi ya shule, walimu, wazazi na jamii kwa ujumla, wameweza kufikia hatua hii ya mafanikio. Afande mgeni rasmi, shule yetu imeendelea kufanya vyema katika nyanja mbalimbali za kitaaluma, nidhamu na michezo. Mwaka jana tumeshuhudia ongezeko la ufaulu wa wanafunzi wetu katika mitihani yao ya kitaifa, na tumeendelea kutoa wahitimu wenye maadili mema na nidhamu ya hali ya juu. Matokeo ya kidato cha 6 2024, daraja la kwanza walikuwa wanafunzi 18, daraja la pili walikuwa wanafunzi 17 na daraja la tatu walikuwa 9. Ufaulu ulikuwa 100%. Ni matumaini yetu kuwa hata hawa waliopo mbele yako mgeni rasmi watafanya vizuri zaidi. Akisoma risala ya wahitimu hao wa kidato cha 6, mwanafunzi Gladness James amesema mbali na kujihusisha na masuala ya kitaaluma, pia mwaka huu wamepanda miti 370 kwa ajili ya kutunza mazingira, ambapo pia ametaja baadhi ya changamoto zilizopo shuleni hapo, huku baadhi ya wazazi na walezi wakizungumzia mahafali hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeendelea kutunza mazingira kwa kupanda miti mbalimbali ikiwemo miti ya matunda, kivuli na mbao hapa shuleni, na kuifanya shule kwa kipindi kirefu cha mwaka kuonekana kuwa na mazingira ya kijani kibichi, tulivu na ya kuvutia. Kwa mwaka huu 2025 tumepanda miti 370. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, tumekuwa tunakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na udogo wa bwalo la chakula la wanafunzi ambalo halikidhi idadi ya wanafunzi tuliopo. Tunaomba bodi ya shule tusaidie katika kutatua changamoto hii ili kuendelea kuboresha mazingira ya ujifunzaji. Kwa jina naitwa Restituta Mbiligenda. Ni afisa muuguzi niko hospitali ya Rufaa Morogoro mjini. Mimi nafikiri kuhusu mambo ya hisabati, hasa somo la hisabati, hata masomo mengine tu, serikali inatakiwa iwaangalie sana walimu. Walimu wana changamoto nyingi. Maisha sasa hivi ni magumu. Mtu anakuja shuleni, nyumbani hajui, aelewi yani nyumbani atafanya nini au atakula nini. Lakini wakiwapata motisha, wapitishe motisha kila mwaka, labda wakifaulu watu division 1 labda 16, wape motisha hata kama 3, serikali inaweza. Jumla ya wanafunzi 35 wakiwemo wavulana 25 na wasichana 10 wanatarajia kufanya mitihani yao ya kuhitimu kidato cha 6 mwezi Mei katika shule hiyo ya sekondari Bwawani ambayo inamilikiwa na Jeshi la Magereza Tanzania. Ashura Kazinja, Moka Media. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.